kutembelea hospitali hii na tumetamani kuongea naye kile alichokiona hapa. Ameona nini? Amekuta nini? Ujambo kiongozi? Ujambo sana. Kwa majina afande. Mimi ni General Bonde la Kati. Generali Bonde la Kati, unapigana huko milimani huko na sehemu mbalimbali. Pengine kwa watazamaji wetu ambao ndo mara ya kwanza uenda kukuona, ungejitambulisha vizuri na kule unakufanya kazi. Mimi wananijua, watu wote wanaponiona wanajua ule ni General Bonde la Kati ambaye anapatikana hapa Ruzozi kwa leo, na ninachoweza kusema tuna shukurani kubwa sana kuona wazalendo walikuwa wamehangaika, lakini kwa leo Mungu ametufanyizia maajabu. Tuna hospitali hii ambayo imeletwa kwa msaada kwa kusaidia wazalendo. Niyo furaha tulio nayo. Tulikuwa na makaa tujue tutazipeleka wapi, tunakosa wazamini, lakini kwa leo Mungu ni wa maajabu. Tuna wadoktera ambao mumeona hapa, tuna wanajua kutafutisha, wametafutisha, tumepata hospitali kubwa kama na hii. Ujumbe wako, wito wako, ushauri wako kwa wakongomani ambao wanakupata muda huu ili hiyo hospitali ipate kuendelea? Mwito na ujumbe kwa wakongomani wowote wasikie huruma kwa wamayatima, wajane ambao wameachwa na wazalendo, ili wapate kuendelesha matunzo, watibiwe, wasiwe na mahangaiko ya kuzidi. Ila na wale wote ambao wajua habari kama hapa Ruzozi kuna matunzo bora, wote waji wazalendo wanatunzwa kwa bure. Hakuna kitu chochote ambacho mzalendo anatia kwenye hospitalini, lakini wote waje watunzwe, wasijisikie hakuna ubaguzi wa mzalendo yoyote wala mvuma fulani. Hiki ni kituo cha afya cha wazalendo, mzalendo yoyote anayepatikana hapa nchini Kongo. Generali Bonde la Kati, tunakushukuru sana. Na mimi nawashukuru. Shukrani. Ni kwamba hospitali inaendelea kama tunavyoona hapa. Kuna wale ambao wameshawahi kupata matibabu wakatunzwa wakapona, wazalendo, na tumetamani kupata ushuhuda wa mmoja wao. Jambo ndugu. Jambo. Kwa majina? Kwa majina naitwa 20% Shabani. Ni msanii wa Tanzania. Tupatie majina yako halisi alafu jina maarufu. Mimi ndio Shukuru Sungura. Yani niko mzalendo, na kwa hivi kabisa mzalendo wa mvuma gani? Niko mzalendo wa mvuma EPRC wa General Rene Itongwa. Ulituzwa hapa tangu wakati gani? Kweli tumetoka kuvita tukapata mazara, tukapata magonjwa, hatukuli hata kuyamba hatuyambi, maanake tukienda yamba ni shida. Lakini sasa tulifika kwa hospitali wakatutunza, tukatunziwa kabisa. Kwa hivi hii hospitali ya wazalendo tukatunziwa kabisa. Kwa hivi apeti niko nayo fulu kila kitu, manake hapa hata adui sai atokee pale tutapigana zako kungumi kwanza bila silaha. Najisikia kabisa niko huru, kabisa. Mzazi tu anatutilia hospitali na tunajisikia huru na tunapona kabisa, tunajisikia tuko guda mumacha. Unataka kutapa waganga? Hapana, anatuza sana mganga. Sasa kukifika kwa doktere, manake anakupatia madawa na kupima vipimo pale, tunashukuru sana. Ungeomba nini kwa ndugu wakongomani wengine ili hiyo hospitali ipate kuendelea vizuri, wazalendo wengine kama hivyo waliokuwa na matatizo wasipate matatizo, wapate matibabu ya dharura ya haraka? Ungeomba nini? Mimi ningeomba kwanza, kila mtu mwenyewe anajua ni mzalendo wala ni soda wa Kongo kabisa, asapoti huu general mwenyewe alituletea hospitali juu iko anatusaidia sana, na ebo bakuye bakaribie kabisa, basi umwe bakibakie tu kumanyumba hapa kwetu kabisa, batatunziwa na batajisikia huru na batajisikia fiere kwenye bako na mwili yao. Tunashukuru sana. Hospitali hapo unasemaje? Mimi kuhusu hospitali mimi nafurahi sana, kitu generali anatufilia hapa hivi. Tulikuwa tushaanza hangaika sana, tutagonjwa kutunziwa, maana ilikuwa vya hatari sana kushindikana.
na hiyo basi tuletea hospitali hapa, sisi tunafurahi na Mungu kweli azidi kumbariki huyu mtu mwenye alitutilia hospitali hapa hivi. Unaambia nini wakongomani wengine? Naambia wengine wakongomani tuungane mkono, tuzidi kusaidiana kuhusu hospitali letu, na wakongomani wote halisi wazidi kutunga mkono, wakuwa hata tuletea tele kidogo kidogo, hata ile kinini moja tunapasha tuipate, tutafurahi juu sisi tuko wanajeshi wa Kongo.